Kwa majina naitwa Maalim Idi Haji Bilali, ni mwenyekiti wa msikiti huu hapa Bububu kwa Nyanya. Tulianza na kadhia hii ambayo iliyojitokeza hapa msikitini, na bahati nzuri tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa tuweza kujalia kutupa hekima na kuweza kumaliza tatizo hili. Leo hii siku ya Ijumaa tarehe 14 tumemaliza tatizo hili kupitia viongozi wetu waliotuelekeza nini tufanye. Shura ya msikiti pamoja na waumini wote wa kijiji hichi hapa cha Bububu kwa Nyanya, pale ambapo tayari tumeonyeshwa sehemu yetu ya ibada na vile vile kuendelea katika ibada kwenye msikiti huu hapa temporary. Huu si msikiti wa kudumu, ni msikiti ambao tunajishikiza tu waumini kwa ajili ya kufanya ibada zetu, na badala yake tutaendelea na kujenga msikiti wetu wa kudumu ambao upo pembeni ya soko kuu la Bububu kwa Nyanya. Hapo kuna eneo letu kubwa kabisa ambapo serikali ya wilaya kupitia mkuu wa wilaya tayari imetukabidhi swala hilo, na kupitia ofisi ya mkurugenzi wa Magharibi Unguja tumepewa eneo letu la msikiti hilo, na sasa hivi tuko hapa tunajishikiza katika msikiti huu. Kwa maana hiyo tumemaliza kadhia hii ambayo iliyokuwa imejitokeza, na tumewaambia waumini wote kwamba hapa palikuwa temporary tu, hata vituo vya daladala vyote vitaingia ndani, wote watu wanatakana wafanye ndani, kwa hiyo mambo ya ibada yote yako ndani. Kwa hiyo uongozi umepokea jambo hili kwa vizuri kabisa, na hatuna ugomvi na mtu wa aina yoyote, bali tunachotaka tu msikiti uendelee haraka, ili na hapa lije jambo jingine la serikali la maendeleo, mambo yaende zake mbele. Hiyo ndo nasaha yangu ninayozungumza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Dr. Buhari, ni mmoja kati ya viongozi ambao wanashughulikia swala hili ama sakata hili la kuvunjwa kwa msikiti hapa maeneo ya Bububu kwa Nyanya. Kitu kikubwa ambacho ninachopenda kusema kwamba tuseme kwamba mume wa mama ndo baba. Ilitokezea missing understanding kati ya waumini hapa pamoja na fidia na uongozi wa halmashauri kati ya baadhi yao, uliopelekea mpaka wa msikiti wetu kama unavyoona hapa upande mmoja kuvunjwa. Lakini baada ya kutokeza hayo, kuna vitu vilikuwa havieleweki kwetu sisi watu wa msikiti, lakini pia kulikuwa kuna vitu havieleweki kwao watu wa mamlaka. Tumekaa kitako, tumeelekezana, tumeeleweshana, tulipokosea tumeomba radhi, na kupitia media hizi kwamba wale ambao tayari wametolewa vibaya kwamba labda tulifikia pahala tulivuka mipaka tukamgusa mtu ama tukamtaja mtu ama tukataja taasisi pia katika haya mambo, tunaomba radhi kama Waislamu, kwa sababu hakuna aliyekamilika, mkamilifu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumeomba radhi kama Waislamu, tulikosea kwa sababu jambo lilibeba imani, na lilipobeba imani kila mtu alikuja akazuka na vile ambavyo anajua yeye. Tulikosea, watu msitolee vibaya. Kusema la mwisho kwamba tumefanya conclusion yetu ni kwamba tumeshakubaliwa kwamba msikiti huu wa muda utaendelea kuweko hapa, watu wataendelea kufanya ibada zao, lakini kuna msikiti ambao mtakuja kuona siku za mbele ama katika vyombo hivi habari kwamba tayari upo umetengwa na serikali utakaotumika kama watu watakaotumia kwa ajili ya kufanya ibada zao pale eneo la sokoni. Huo upo na sisi tutaendelea kuweko hapa mpaka utakapomalizika huko, ndio tutahama, tutatoka hapa tutakwenda kuhamia huko. Kwa hivyo tuambie kwamba hakuna tatizo, masuala haya yamemaliza na hakuna kuvutana tena. Niseme shukran.